matukio Geoffrey, kuna matukio ambayo wananchi wamekosoa namna unavyo handle, namna unavyotekeleza operation. Kuna wale ambao wanasema sometimes unakuwa mkali kupita kiasi. Mimi sikui mkali. Ukienda kuongelesha mtu anataka kupigana na wewe, lazima umuonyeshe kwamba serikali iko na mkono mrefu na anaweza fikiwa na anaweza shikwa, lakini si kupigwa. Unamuongelesha tu, unajua mtu anaweza kukutishia, wewe unafanya kazi, umejitolea, umejituma, alafu mtu anakutusi. Mtu anataka kuitia guns. Mtu anataka kudhulumu. Mbona msiheshimu vile tunawaheshimu? Na sisi mtuheshimu tuweze kuwahudumia. Lakini pia unajua wananchi pia nataka kuambia mmekosa. Mtu akikuja afisa wa serikali kufanya kazi enforcement, kama umefanya kosa, mumezoea kupeana hongo. Mbona unapeana corruption, una bribe officer, barau mwache afanye kazi yake ya kurekebishe ama afanye kazi vile inafaa kufanywa. So shida pia sisi wananchi tuko na makosa. Acheni kupeana hongo. Askari akikushika umwambie nipeleke ndani niende court. Na kama ni ule anapenda kukuonea ama anapenda kuharas watu, ataacha kuwashika kwa sababu anajua akikushika utaenda kotini hatapata ile bribe. Tukiamua tu sheria ifuatwe, alafu na sisi pia tusifunje sheria ili yani kwa sababu unajua utaongana huko mbele. Shortcuts, tukue tu patient. Shida ya Kenya ni kwamba tuko impatient. Unapata driver wa matatu anapita wrong side mbio, anagonga mtu akienda. Alafu akishikwa anataka kusema yeye ameonewa. Kwa sababu yani tumezoea, tuna mazoea tabia mbaya kutaka kufanya vitu bila kufuata sheria, bila kuwa na patience. Unaona? So hiyo ndio shida moja tuko nao. Unaona vijana juzi, nilipata vijana pale Westlands wanadandia gari Brado, wamedandia wamekaa mpaka juu na inaendeshwa ikidunda tu. Wameweka muziki ya siaka inaenda ikidunda tu hivi. Kidogo nikauliza, sasa nyinyi mkikufa saa hii mkigonga ama mkigongwa si mtanguka kutoka kwa hiyo gari mmedandia? Na hivi nikuulize, hata hii kuisha wiki moja vijana walikufa wa TUM University. Na si hiyo tu. Kwa hizi footbridge, wakati niliongea ya kwanza ile verbo kuongelesha na kuuliza nini mnafanya, the same day mama aligongwa, the following day mwanaume alikufa. Sasa nikarudi pale nikasema, wanapogongwa kifa sisi ndio tunachangishwa hii michango. Watu mmechanga michango, ni yeye babaka wakote takataka ama mamaka afike nyumbani akiwa safe kuliko agongwe hapo chini. Kwenye instance kama zile kama umesema ya Westlands na of course zingine, kwa sababu kuna zile hata wanajiuliza Mosina anajipataje hapa. Wewe unapigiwa simu ama ni ile tu zinatokea wewe ukiwa kwenye harakati zako pia? Mimi wanapigiwa simu na mali nakalia ni customer care service. Mimi wanapigiwa simu na wananchi. Sijileti mahali. Wacha niwaambie, hata kwa hizi footbridge wananchi wamecomplain kwamba kuna watu wanapitia hapa chini wanagongwa kila siku. Wanapigia simu. Kuna jamaa anaitwa Dimoi pale Mbagathi Road. Huwa ananijulisha every time accident inakuwa Mbagathi Road. Yeye mwenyewe anajaribu kublock watu wasipite chini ya footbridge. Wengine wanamtusi. Kuna hotline ya kukufikia? County tuko na namba 1508 na pia website ya Nairobi County iko na namba zile zimewekwa pale za simu za rununu. Ukipiga unapata huduma na unani reach out. So mimi kazi yangu sio ya kukaa kwa ofisi kusoma gazeti, kukunywa chai na kuwa kwenye live TikTok na kuangalia vitu hivi na hivi. Kazi yangu ni kuwa kwa ground. Kwa sababu shida ya mwananchi iko wapi? Kwa ground. So nikiingia kwa ofisi nimalize paperwork, naingia pale kwa ground nikisikiza wananchi wanasema nini. Hiyo ambayo inaitwa citizen engagement. Nikipita pale wengine wanasema Mosiria kuna shida ya drainage. Na pia wengine wanapiga simu kwenye ofisi wakileta hizo complaint. So nikipata ni kuambia maafisa wetu kuna shida mahali fulani, kujeni mtatue. Kazi yangu ni zile zenye naweza tatua hapo na take care of it. Hatuwezi acha shida iendelee kwamba mtu fulani akuje kusuluhisha na mimi ni mfanyikazi wa serikali na ni account ya Nairobi. So niko na responsibility na wafanyikazi wote wangejituma. Wajitume na waache ufisadi. Wale ni ambao ni wafisadi. Sisemi ni wote wafisadi. Waache kuitisha hongo ndio wapeane service. Kenya yetu ingekuwa zaidi ya New York, ingekuwa zaidi ya London, tungekuwa zaidi ya hawa mandugu mahali tunasema tuende kubenchmark venye wao system zao zina work. Our system will work the moment we stop shortcuts, the moment we start
we start doing things the right way, the moment we follow the law. Unajua ukifuata sheria, sheria iko pale itutetee na itusaidie kabisa. Lakini ukivunja sheria itakugeuka we mwenyewe na itakukula we mwenyewe, kwa sababu leo hii watoto wanadhulumiwa. Mtoto anabakwa, ni kama juzi nimekuwa Mlolongo. Mtoto alibakwa na mwalimu wa madrasa. Huyo mwalimu akashikwa, akafika polisi, akatoka, akapeana bribe, akapelekwa kotini. Mama akageuziwa. Mama akaanza kutishiwa. Alafu akatumiwa wazee nyumbani wamuongeleshe. Mtoto wa miaka 8 amebakwa, alafu unataka tunyamanze. Maafisa wao wamechukua yao. Wameachilia mhalifu ametoroka. Tukiacha kuchukua corruption, ukiwa ni mfanyikazi, kama ni askari umekuja mtu amepiga ripoti, hapa kuna wezi, usimwambie weka gari mafuta. Gari ya serikali iko na mafuta. Na pia wadosi, askari ni wazuri. Askari hapa chini ni wazuri. Wale wako juu wanapeana orders, huyu ni mtu wangu msaidie. Huyu ni wangu msaidie. Mtu ameiba, mtu amepatikana madawa ya kulevya, mtu amefanya tendo la kurep, wamefanya all illegalities. Alafu wadosi wanapiga ati ni mtu wangu, utafuta njia ya kumsaidia. Ndio maana anasema ni uchungu sana ukiwa mnyonge, kwa sababu hautakuwa na mtu wa kutetea. Na hii shida imeletwa na wananchi. Na imeletwa vipi? Nikueleze. Wananchi kukubali kupewa hongo na waheshimiwa wanaposimama viti. Hao waheshimiwa wakiwaletea pesa ya handout, wanawanunua. Sasa wao ni investors au si viongozi. Anybody who gives you a bribe is an investor. Kwa sababu akipea hiyo bribe, akiingia mamlakani, wewe ndio utakuwa slave, utakuwa unamuomba mheshimiwa. Na yeye ndiye anafaa kuita wewe mheshimiwa kama mwananchi. Wewe ndio umemchagua. Wewe ndio boss wake. Tukibaki hapo kwa matukio ni mengi Mosiria, na umekutana na mambo mengi, lakini ushaijipata kwenye situation labda umehandle case ama operation na baadaye ukaja ukasema labda singe handle hivi, yani ukaona ukajutia? Sijaijutia, kwa sababu napofanya kitu nafuata sheria. Ila tu watu waanze matusi kwenye mitandao, na aswa wanaofanya hiyo matusi ni mheshimiwa fulani ambaye differences zetu kutoka university zimekuja huku nje, amehire bloggers kwa sababu alibelieve Mosiria hataifika mahali. Lakini Mungu ni nani? Na mimi pia nimepata kazi ambayo imenipa platform kama yeye yule alipata uongozi. Lila tu amehire bloggers. Kwa nini mna tofauti gani wewe na mheshimiwa Babu? Tofauti yetu ni moja tu. Ni kwamba mimi sikubaliani na uongozi wa goons. Sikubaliani na kiongozi ambaye alifanya maofu kwenye university na huku nje baada anaendelea nao maofu. Ukiangalia kwenye university, tulikuwa kwenye university pamoja na tulivaa against each other. Nakumbuka Ben Serikali ambaye mnaona anapiga kelele, alipigwa mbele ya wanafunzi, akatolewa nguo na goons wa Babu Owino. Karibu wamalize. Kisha kuna Calford ambaye alidungwa kisu. Kuna Mike Jacobs ambaye alipigwa na goons, akaruliwa nguo na kadungwa. Kuna hata ndugu anaitwa Astragas ambaye alienda kuingilia attack shops zenye zilikuwa zina run cartel, na yeye alikuwa anataka kuforce achukue, kumbe cartel ya Babu ilikuwa zaidi, wakamdunga visu. Mimi nikatumana ambulance, akapelekwa KNH. Na wengi ambao leo hii kuna wazazi wako na watoto wao walikuja University of Nairobi hawajamaliza, wako goons, wanatembea pale City Hall, pale nje ya town, pale Parliament, hawajaimaliza shule. Kazi yao walikuwa wanatumiwa kuuza miadarati, walikuwa wanatumiwa kufanya maofu. Na hata najiuliza hivi, na hiyo kitu sijaipata jibu. Wakati ndugu yangu alikuwa anasimama kiti pale university ya chairman, ndiposa mimi nikuje kumuoppose. Lazima mwanafunzi angekufa uliwe na goons arushwe kwa swimming pool. Alafu anakuja na Biblia akianza kuhubiri kwamba university imefail students. Yani shetani anajibadilisha, anavaa ngozi ya kondoo kuja kuambia kwamba mwanafunzi amekufa. Mwaka uliofuatia pia kesi kafanyika kisanga kama hicho. Kwani yeye Mungu alikuwa anataka wakati anasimama anamletea kisanga kama hicho ndiye apate favor ya student ya kuwaongoza. Haya madai unajua unayosema bwana, hiyo ni vitu ambayo ni madai mazito unajua. Na hiyo ni madai ambayo inafaa investigatiwe, tupewe jibu na university na pia wazazi wa hao. Vyombo vyetu vya sheria hawajui mambo ambayo unaongea, lakini sisi tunayajua, ndiposa tunasema tunatofautiana na ideologies. Kuna wanafunzi kuuza madawa ya kulevya alikuwa anayauza, kuna jamaa aliyekuwa anamfanyia biashara,
ambaye tunamjua ako jela Kamiti. Kuna jamaa alikuwa anamfanyia dirty business, alikuwa anamtumia, anaitwa David Osano. Wakaenda wakalewa na yeye, wakaja na msichana. Kisha huyo msichana akawa amebakwa na huyu ndume. Alafu yule sababu alilewa, aliniambia yeye alibleki kulingana vile alinieleza. Kisha baadaye akawekwa ndani. Hapo ndani kesi haijaitwa kotini. Na yule dada alipojifungua mtoto alikuwa Muhindi. Sasa yeye anajiuliza, ninaweza baka aje mtoto, mimi ni mweusi, Mjaluo mweusi, alafu mtoto akue Muhindi? Kati yangu na huyo nani hata tuhitaji DNA. Unaona? So napo yaongelea haya kwenye mtandao, jamaa amehaya bloggers zaidi ya 600, kazi yao ni matusi tu. Juzi tu niona DJ Evolve, masi jamaa alikuwa anatembea vizuri, akapiwa risasi. Leo hii haezi tembea. DJ Evolve haezi tembea, haezi jisimamia. Huyo ni DJ ambaye uko na yeye hapa hivi. Najua wanajuana na DJ Evolve. DJ Evolve anateseka. Tunakuja kudanganywa kwenye mtandao kwamba nimetumia 70 million kwa DJ Evolve. Na jamaa ile kitu amempatia tu ni nyumba, lakini mamake alikaa na stress na familia yake na babake, akapoteza mzazi mmoja juu ya stress ya kupoteza mtoto ambaye alikuwa wanamtegemea. Leo hii hayupo awasaidie. Jamaa haezi hata wale hata haezi oa kwa sasa hivi. Na alichompigia risasi kwa shingo ni kumwambia mbona unaguza mrembo wangu kwa sehemu ambayo haifai. Jamaa yeye akatoa bunduki. Sasa tukichagua mtu kama huyu kiongozi leo hii, ni watu wangapi wataenda jela? Ni vijana wangapi watapiwa risasi kwa kunyang'anywa mademo wakatalie? Ni wangapi ambao watapotea? Nikuulize Mosiria,